tuko na viongozi wengi, tuko na wafanyikazi wengi. Pale nyuma imesemekana hapa ya kwamba watu walikuwa wanasema kuna watu alafu kuna mkorino, ambaye ilikuwa kidogo liko na ubaguzi. Na wakorino nimewatambua kama watu waaminifu. Ni watu wanaomheshimu Mungu na wanajiheshimu na ni watu waaminifu. Na kwa hivyo vile mumeniuliza hapa, nipange nafasi ya hapa na pale, director nani nini hapo pale, hiyo kazi mimi nitafanya. Munipatie wiki 2-3 tapanga nyinyi ndani ya serikali. Mkuje munisaidie kuendesha serikali ya Kenya. Si ndio? Na mumesema ukweli. Mtu asidharauliwe ama asibaguliwe kwa sababu ameweka kilemba. Kilemba ni mavazi. Si ndio? Dini iko kwa roho ya mtu na akili iko kwa kichwa ya mtu. Si ndio? Kwa hivyo kila mtu aheshimiwe na vile alivyo. Hata tumekuwa na Prime Minister wa India, nchi iko na watu bilioni 1+, amevaa kilemba. Sasa kazi kidogo ya kuwa mwalimu ama kuwa engineer ama kuwa daktari ama kuwa PS ama balozi itashinda mtu ya kilemba? Hapana, wacha tukubaliane hiyo maneno, tuache kila mtu apatiwe nafasi yake. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishia kwamba tukisonga mbele Mungu atatujalia, hakutakuwa na ubaguzi, hakutakuwa na madharau, hakutakuwa na wale ambao wanabagua wengine. Tunataka tutembee pamoja kama watu wa taifa moja.